Karibu sana kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambe. Chaneli hii hukupa mahubiri ya neno la Mungu na kukufundisha kwa habari ya neno la Mungu. Pia tunakuwa na maombi maalum kwa ajili ya kutoka katika vifungo mbalimbali vya giza na kufunua siri za ufalme wa giza. Huwezi omba kama hauna maarifa ya kiroho, na watu wengi wanajua kuomba, lakini kinachowashinda kushinda vita kwa sababu wamekosa maarifa ya kujua ni mahali gani adui anatumia silaha gani na anatumia nguvu gani ili uweze kumdhibiti. Leo kumekuwa na watu kuogopa sana wachawi, lakini Yesu alikupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za adui shetani. Hakuna mchawi anaweza kusimama mbele ya mtu ambaye amemwamini Mungu aliye hai. Hakuna mchawi anaweza kusimama mbele ya mtu ambaye amemwamini Mungu aliye hai. Akiwa na nguvu ya Mungu, mchawi hakuwezi. Lakini wachawi wanatumia katika ulimwengu wa roho, wachawi wanatumia ufahamu wako kuto kuelewa kushinda vita vya kiroho. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli yetu pendwa, hapa ni mahali sahihi kupata mafundisho na maombi, na kuna masomo mengi nimefundisha hapo chini, unaweza ukanifuatilia. Naomba kama ni mara yako ya kwanza, ili upate vipindi vyetu vijavyo, unaweza ukasubscribe chaneli hii, kaangalia kwenye screen yako kuna maandishi yameandikwa subscribe, bonyeza hapo. Utakuwa ni mtu wa kwanza kupata masomo yetu kwa wakati na kwa muda mwafaka. Nitakacho kuomba mtu wa Mungu unanisikiliza, naweza kuweka comment yako hapo chini. Mungu akubariki sana. Like. Mungu akubariki sana. Tutaanza kujifunza kama ifuatavyo: mafundo ya kichawi katika ulimwengu wa roho. Mafundo ya kichawi katika ulimwengu wa kiroho, au uchawi wa mafundo. Kuna watu wengi unapowaona leo anaomba lakini bado maisha yake yamefungwa. Kuna watu wengi unapowaona leo anakesha lakini bado maisha yake yamefungwa. Kuna watu wengi unapowaona leo anapita kwenye mateso kwenye ndoa, anapita kwenye mateso kwenye uchumi, anapita mateso kwenye kazi, lakini nyuma ya vifungo anavyopitia kuna fundo ambalo limemfunga asifanikiwe. Wakati alipoenda kuroga huyo mchawi, kuna watu watoto wao wameharibikiwa. Na uchawi hatari sana duniani ni uchawi wa mafundo. Kifungo hatari sana duniani ni kifungo cha mafundo katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana maandiko yanasema katika Mathayo sura ya 18 mstari wa 18, anasema mtakaolifunga duniani itafungwa na mbinguni, mtakalofungulia mbinguni itafunguliwa na duniani. Anaposema kwa habari ya dunia, Mungu anamaanisha kwa habari ya nchi, ardhi. Anaposema kwa habari ya mbingu, Mungu anamaanisha kwa habari ya anga. Manake kanuni ya kutawala anga na ardhi imebebwa katika maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza la kufunga, eneo la pili la kufungua. Mchawi hajapewa fursa ya kufungua mtu. Mchawi yoyote amepewa fursa, roho iliyo ndani yake ni ya kufunga maisha ya watu, kufunga uchumi wa watu, kufunga kazi za watu. Nini nataka nifundishe siku ya leo? Uchawi wa mafundo.
Angalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati. Kwa unapoomba lipua uchawi wao mafundo, teketeza mafundo yao. Tutaangalia kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari ule wa 11. Wala mtu arogaye kwa kupiga mafundo, mtu apandishaye pepo, wala mchawi. Anasema mtu arogaye, anayefanya uchawi, anayeroga biashara, anayeroga ndoa, anayekuroga kwenye kazi, anayekuroga afya, anayekuroga uchumi, anayekuroga familia yako. Anasema wala mtu arogaye kwa kupiga mafundo. Wanaroga kwa kupiga mafundo, kwa wanafunga mtu huyu asifanikiwe. Fundo. Unaweza kusema mtumishi, unaongea nini? Anayeroga kwa mafundo huwa anatamka maneno, huwa anazungumza maneno katika ulimwengu wa roho. Mfano, anapoenda kwenye madhabahu ili afunge maisha ya mtu, huwa anasema maneno, mtu huyu asifanikiwe, mtu huyu watu wamkatae, mtu huyu biashara yake ife, mtu huyu ndoa yake ife, mtu huyu uchumi wake uharibike. Mwisho wa matamko hayo huwa anapiga fundo. Mtu huyu ndoa yake ife, mtu huyu kazi yake ife, mtu huyu familia yake isambaratike. Mwisho wa matamko hayo huwa anapiga mafundo. Mtu huyu familia yake iharibikiwe, mtu huyu kazi yake iharibikiwe, mtu huyu uchumi wake iharibikiwe. Mwisho wa matamko hayo anafunga fundo. Maanake fundo linatumika kubeba kile kifungo. Fundo linatumika kubeba kile kifungo. Sasa hapa ndo utaanza kugundua kuna mafundo mengi ya kichawi, na unaposikia fundo usije ukasema ni kitu fulani hivi. Hapana, wanatumia tu kamba za kawaida. Waweza wakatumia kitambaa chekundu au kitambaa cheupe au kamba ya mgomba, anatamka ile maneno alafu anafunga. Inatokana mtu huyu ana roho gani ya kichawi ndani yake, anafunga. Sasa kuna viwango vya mafundo. Kuna mtu amepigwa fundo moja, kuna mtu amepigwa mafundo matatu, kuna mtu amepigwa mafundo manne, kuna mtu amepigwa mafundo 7. Sasa inshu sio tu mafundo, inshu ile roho iliyobebwa katika mafundo katika ulimwengu wa roho. Sasa hapa nini ninachotaka kufundisha? Namna unapotaka kujifungua uweze kujua kumbe kuna uchawi wa mafundo. Kumbe kuna fundo ambayo naweza likafunga maisha yangu. Kumbe kuna fundo naweza kufunga nisiolewe. Kuna fundo naweza likafunga ni watu wasione thamani yangu kwenye familia, watu wasione mchango wangu kwenye familia. Kuna fundo naweza ikafunga uchumi wangu. Kuna fundo naweza ikafunga kazi yangu. Uchawi wa mafundo. Sasa hapa ndo kuna kitu unaweza ukapata siri. Shida yule mchawi anapokuroga kwa mafundo, huwa lile fundo linakaa kwenye ardhi, anaenda kuzika kwenye ardhi. Akienda kuzika kwenye ardhi, siku anaweza akakuona sasa umeteseka, maisha yako yameteseka, uchumi wako umeteseka, akakuonea huruma. Akienda kuangalia ile eneo, anaweza akapotea eneo alipofunga, hatari mbaya hiyo. Akapotea eneo alipoliweka, au cha pili akaona ile eneo alipoliweka, lakini akakuta lile fundo limeoza,
hawezi fungua. Sasa kwa unapoanza kushughulika na uchawi wa mafundo, huwa unashughulika na ardhi iliyobeba mafundo hayo katika ulimwengu wa roho. Ardhi yoyote iliyobeba mafundo, kufunga familia, kufunga watoto, kufunga uchumi, kufunga ndoa, kufunga biashara, kufunga kazi, ardhi yoyote iliyobeba mafundo kwa ajili ya maisha yangu, unaiwashia moto wa damu Yesu. Kwa uchawi mafundo unapoachiliwa kwenye ardhi, yale mafundo huwa yanaongea kupitia ardhi. Mtu huyu asifanikiwe, asinuke kiuchumi, asinuke kibiashara, asinuke kindoa katika ulimwengu wa roho. Unasema mtumishi Katambi, unaongea nini? Unasema Apostle Katambi, unaongea nini? Hebu tuangalie kitabu cha Kumbukumbu cha kitabu cha Ayubu. Tuangalie katika kitabu cha Ayubu mafundo. Ayubu sura ya 15 mstari wa 26. Ushambulia na shingo ngumu kwa mafundo makubwa na ngao zake. Hapa anazungumza kwa habari ya adui, anasema ushambulia kwa shingo ngumu, yaani hawachoki kukufuatilia kwenye kazi yako mpaka wakuangushe. Hawachoki kukufuatilia kwenye uchumi wako mpaka uanguke. Hawachoki kukufuatilia kwenye ndoa yako mpaka uanguke. Anasema ushambulia kwa shingo ngumu. Maana yake yani kwa uvumilivu mkubwa sana wanakufuatilia, hawaangalii chochote. Lakini anasema kwa sababu ya mafundo yao. Anasema kwa mafundo makubwa. Tunaona kumbe wachawi wanashambulia watu kwa mafundo. Wanafunga usifanikiwe, wanafunga usinuke kibiashara, wanafunga usinuke kikazi. Wanatumia mafundo katika ulimwengu wa kiroho. Wanatumia uchawi wa mafundo katika ulimwengu wa kiroho. Unapoomba kwa habari ya maisha yako, haribu mafundo yao katika ulimwengu wa roho. Unapoomba kwa habari ya familia yako, haribu mafundo yao katika ulimwengu wa kiroho. Sasa nini nataka nifundishe? Kuna mafundo wanafunga kwa habari ya kuwafunga watu wa mtaani pale. Vijana wawe walevi, vijana tu wawe wazinzi, wasikae kwenye ndoa, wanawafunga kupitia mafundo hapo mtaani. Lakini kuna mafundo ambayo yanapatikana, unakuta kuna fundo ambayo linafunga eneo naloishi. Ndio maana unaweza kaa eneo ukakuta ndoa zina vita, ndoa zina yani, ukiingia mtaa huo unakuta ndoa ni moto, kila mmoja ni kuachana. Mama fulani kaachwa, baba fulani kaacha, yule pale kaacha. Huo mtaa wanafunga kwa fundo, kwamba hapa, wengine wanapiga fundo hapa, uchumi wao unaingia mtaa fulani, uchumi umekufa. Kuna mafundo yanayotawala mtaa, lakini kuna mafundo yanayotawala wilaya. Kuna mafundo yanatawala wilaya, yanafunga tu watu eneo hilo tu, kuwa na kiburi, kuwa na hasira, kutokufanikiwa, kutokuwa na maendeleo, kuwa walevi. Ni wilaya nzima inafungwa. Kuna mafundo ya mkoa ya kichawi, yanafunga mkoa mzima. Lakini kuna mafundo ya nchi. Ndio maana wale wafalme wa zamani kina Nebukadreza, wale wafalme wa zamani kina wafalme wale walikuwa na waganga ambao walikuwa hata kama watu hawampendi yule mtawala, kafanya jambo baya, kafanya jambo la uharibifu, wanaoita wale waganga, anaambia pigeni mafundo hawa watu wasahau, pigeni mafundo hawa watu wapumbazike, pigeni mafundo hawa watu, hata kama ni mbabe mtawala, wanaroga kwa mafundo watu wanyamaze, watulie. Kwa kuna fundo la nchi ambao wanaroga watu katika nchi. Naomba nifuatilie somo langu. Kwa unaweza ukafungua mafundo yao sawa sawa na Mathayo 18 mstari wa 18. Maandiko yanasema jambo lolote utakaolifungua duniani litafunguliwa na mbinguni, na utakaolifunga duniani litafungwa
na mbinguni. Maana yake kuna kufungua, unatumia andiko ili kufungua mafundo yao, kwamba anafungua kila fundo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, iliyofunga kwenye mtaa anaoishi, iliyofunga kwenye anga analoishi, iliyofunga kwenye nchi inayoishi. Fundo la kichawi, moto wa damu Yesu uteketeze. Mungu akubariki. Tukutane katika somo lijalo kwa njia ya kusubscribe channel hii na kulike hapo chini, weka komenti yako na kupenda. Endelea kufunua siri zitakazo kusaidia kuwashinda wachawi. Ni watu wadogo sana, ni wapumbavu sana, ni wajinga sana. Unaweza kuwashinda katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu aliye hai. Amen.